Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Hali, karibu sote. Na kwa kwanza tuanze hili ambapo makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mazishi ya Bibi Suzana Ngolo Musa, mama wa rais wa awamu ya 5 hayati John Magufuli, iliyofanyika hii leo nyumbani kwake Chato mkoani Geita. Akizungumza kwa niaba ya rais, makamu wa rais amewataka Tanzania kumtumia marehemu Suzana kama kielelezo cha malezi bora ya watoto wenye uzalendo, nidhamu na utayari wa kulitumikia taifa. Taarifa zaidi na Mshusadiki kutoka Geita anatueleza zaidi. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito huo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akiongoza waombolezaji kuuaga mwili wa Suzana Ngolo Musa, mama aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli mjini Chato. Mheshimiwa Rais anawasihi wa Tanzania kumtumia mama yetu Suzana Ngolo Musa kama kielelezo cha malezi ya watoto wetu. Huo ndio wito wa kipekee sana wa Mheshimiwa Rais, kwamba namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu Suzana Ngolo Musa na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameshiriki kamilifu wakati wote wa kuguza. Ndugu Simon amekuja hapa kutoa neno la shukrani kwa niaba ya familia. Mimi na miaka karibia 4 nilikuwepo hapa. Hakuna Mheshimiwa Rais aliyekuja kwenye mkoa huu hakuja kumtembelea mama yetu Suzana. Ibada ya kuombea mwili wa mama Suzana Ngolo imeongozwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza, Renatus Nkwande, huku mahubiri ya ibada hiyo yakitolewa na Askofu wa Jimbo la Geita, Dr. Flavian Kasala. Mama yetu Suzana, katika historia yake tumesikia miaka 8 ya mwisho wa maisha yake imekuwa ni ya mahangaiko kwa sababu ya maradhi aliyoyapata, lakini bado hakupoteza ile tunu ambayo alikuwa nayo. Aliendelea kukumbatia imani yake. Awali akitoa wasifu wa mama Suzana Ngolo, mwanafamilia Michael Magufuli amesema Suzana ni mtoto pekee katika familia yake. Ameacha watoto 8, wajukuu 77, vitukuu 125 na kilembwe kimoja. Mama Suzana Ngolo Musa alipata kiharusi miaka 8 iliyopita kutokana na atrial fibrillation, yaani ni hali ya moyo ambapo mapigo ya moyo yanakuwa ya haraka na yasiyo ya kawaida kutokana na machafuko ya mawimbi ya umeme kwenye vyumba vya juu vya moyo. Kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Mshusadiki. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kufanya uchunguzi wa kina kwa viongozi wote wa vyama vya ushirika vya pamba vipatavyo ambavyo jumla vipo 310 ili kubaini waliohusika na kuharibu mezani ya kidigitali ya kupimia zao hilo kwenye msimu wa masoko uliopita ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Ifuatayo ni taarifa kamili. Ni jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Simiyu. Wajumbe wa mkutano huo kutoka kwenye wilaya zote 5 za mkoa huu wamekutana hapa wilaya ya Meatu kujadili na kuweka mikakati ya pamoja ili kuleta tija zaidi kwenye sekta ya ushirika. Katika mkutano huo, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Simiyu Godfrey Mpepo akaeleza changamoto ya baadhi ya viongozi wa vyama vya ushirika kuharibu mizani ya kidigitali ya kupimia zao la pamba ili kuwanyonya wakulima. Kuna changamoto moja ambayo imetokeza msimu huu ni issue ya uharibifu wa mizani ya kupimia pamba digital. Katika AMCOS 338 zilibakia takriban AMCOS 28 tu ambazo hazikuhusika ndani jambo. Walichezea lakini hawakuweza kushughulikiwa. Mimi naliachia serikali kazi ya mkoa. Lakini mwaka huu mfumo umeboreshwa. Ukigusa unakusoma saa ngapi nani amechezea. Akifungua jukwaa hilo la maendeleo ya ushirika, mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha ameonya mchezo huo kuharibu mizani ya kupimia zao la pamba pamoja na kuwahujumu wakulima kwenye mkoa wake, huku akitoa maagizo
kwa taasisi ya TAKUKURU. Naomba wale watakaokwenda kudhibitika kwa mujibu na taratibu zenu, muhakikishe vile vile wanachukuliwa hatua. Nafikiri kamanda wa TAKUKURU yuko hapo. Na kwa hiyo hao watu tunasema wanataka kwenda kuachishwa, wahakikishe wanaachishwa, wakijulikana kwamba wamedhibitika ni waharibifu na wachukuliwe hatua za kisheria. Wakati serikali inachukua hatua, sio kwamba tu wachukulie hatua hawa viongozi wa AMCOS. Kuna watu wanaotengeneza hizi mizani, ndio wanawafundisha. Joseph Ndau, Channel 10. Na mtazamaji, Tanzania imefanikiwa kudhibiti dawa za kulevya aina ya heroin na kutajwa kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zilizopiga hatua katika vita dhidi ya biashara hiyo haramu, huku serikali ikiimarisha mapambano dhidi ya bangi pamoja na kuanza mchakato wa kuandaa sheria ya kudhibiti matumizi ya shisha kutokana na baadhi ya watengenezaji kuchanganya na dawa za kulevya. Manbando anatueleza. Akizungumzia taarifa ya hali ya dawa za kulevya ya mwaka 2025 iliyowasilishwa bungeni, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amesema mafanikio ya kudhibiti heroin yanaenda sambamba na kuongezwa nguvu katika mapambano dhidi ya aina nyingine za dawa za kulevya. Anaiagiza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuhakikisha kwamba mafanikio haya ambayo tumeyapata katika kuhakikisha kwamba tatizo la heroin tumelimaliza, tuhakikishe hiyo hali tunaisimamia kwa dhabiti kabisa ili tatizo hilo lisirudie. Profesa Kabudi ameitaka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kuimarisha matumizi ya tafiti na teknolojia zinazoenda sambamba na mabadiliko ya sasa katika kupambana na dawa za kulevya nchini. Dunia sasa imeingia katika mfumo mpya ambao ndio umekuja kwa kasi kabisa wa akili unde au kwa Kiingereza artificial intelligence. Tuanze kuona jinsi gani teknolojia, utaalamu huo wa akili unde au artificial intelligence unaweza kutusaidia katika kuimarisha, kutambua aina dawa za kulevya, njia zinazotumiwa, lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunapata taarifa za kutosha. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA Aretha Silimo amesema mamlaka hiyo ipo katika hatua za kuandaa sheria ya kudhibiti matumizi ya shisha kutokana na baadhi ya watumiaji na watengenezaji kuitumia kama njia ya kuficha matumizi ya dawa za kulevya. Hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutunga sheria na ipo kwenye hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba sasa shisha na yenyewe itadhibitiwa kisheria, na hiyo nafasi ya kutumia tena kama kutumia huko kwa kuweka dawa za kulevya haitakuwepo tena. Kwa hiyo dawa yake inakuja muda sio mrefu. Taarifa hiyo imeeleza kuwa waraibu wa dawa za kulevya zaidi ya 85,000 wamepatiwa huduma za tiba ya utengamao kupitia vitengo vya afya ya akili, kliniki za mati na nyumba za upataji nafuu nchini, yani sober house. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambako ndio kitovu cha mlipuko wa Ebola, akiwa na lengo la kujionea hali halisi mlipuko mpya wa ugonjwa huo. Ghebreyesus amehakikishia wananchi wa Kongo kuwa WHO inasimama pamoja nao na kuahidi kufanya kila linalowezekana kusaidia kukabiliana na mlipuko huo, huku kukionywa kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kuliko kinachojulikana kwa sasa, kwani inaaminika kuwa virusi hivyo vilikuwa vikisambaa kwa muda bila kugunduliwa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, WHO imerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutangazwa Mei 15. Hivyo jumla zaidi ya maambukizi 1000 yameripotiwa, ikiwemo yaliyothibitishwa na yanayoshukiwa. Serikali imesema inaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuwafikia vijana wenye ujuzi kwa kuwapatia mafunzo ziada, kuwawezesha kujiajiri na kuwapa fursa za mikopo kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya kijamii. Tupate undani wa taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma
na waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Dr. Joel Nanauka wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Latifa Hamisi Jua Kali lililoulizwa na mbunge wa viti maalum Silvia Sigula kuhusu mkakati wa serikali katika kuwafikia vijana wenye ujuzi na kuwapatia mafunzo ya ziada na mikopo. Serikali inaendelea kutoa mafunzo ya ujasiriamali, ubunifu, matumizi ya teknolojia na stadi za kazi kulingana na mahitaji ya soko la ajira. Aidha, vijana wanaendelea kunufaika na mikopo yenye masharti nafuu kupitia programu na mifuko ya uwezeshaji wa vijana ikiwemo 10% ya mapato ya halmashauri zinazotengwa kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Serikali pia imeendelea kuimarisha ushirikiano na taasisi za elimu na mafunzo ya ufundi pamoja na sekta binafsi ili kuwafikia vijana wengi zaidi wenye ujuzi nchini kupitia utambuzi wa vikundi vya vijana, usajili wa miradi yao na utoaji wa elimu ya fedha na usimamizi wa biashara. Kuhusu mikopo ya 10% kwa baadhi ya vijana kutonufaika, Sigula na hoji mkakati wa serikali katika kutenga fedha ya ziada ili vijana waweze kunufaika na mikopo hiyo. Kwa kuwa mikopo hii ya 10% ya halmashauri, zipo halmashauri ambazo zinafanya vizuri, lakini zipo halmashauri ambazo hazifanyi vizuri kutokana na makusanyo yao kuwa madogo. Mheshimiwa Waziri, wizara yako inahusika na vijana na baadhi ya maeneo hayo vijana wamekuwa hawapati fedha kwa sababu makusanyo ni madogo. Je, serikali kupitia wizara yako ikishirikiana na TAMISEMI imejipangaje kwa halmashauri zile ambazo makusanyo ni madogo kuzitengea fedha ya ziada ili vijana waweze kupata mikopo? Serikali huwa ina utaratibu wa kufanya tathmini katika maeneo ambayo ameyataja na changamoto ya kupata fedha hasa katika halmashauri ambazo zinahusika, na kupitia tathmini hiyo inatuongoza kuona namna ambavyo tunaweza kuweka juhudi za ziada katika maeneo ambayo yana uchache wa fedha kulinganisha na idadi ya vijana. Nipende kumhakikishia Mheshimiwa mbunge na wabunge wote kwamba kupitia tathmini hiyo ndio inatuongoza pia kutoa vipaumbele kupitia uwezeshaji mbalimbali ikiwemo uwezeshaji unaotokana na mfuko wa maendeleo ya vijana. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuandika historia mpya katika sekta ya afya baada ya kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 38 kuibadilisha hospitali maalum ya magonjwa ambukizi Kibong'oto iliyopo wilayani Siha mkoani Kilimanjaro kuwa kitovu cha huduma za kibingwa kwa magonjwa hayo. Tujiunge na mwandishi wetu Kisa Mapiana akitueleza kwa undani zaidi. Hayo yameelezwa na katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kihongosi, aliyewasili leo mkoani humo kwa ziara ya siku 3 na kutembelea hospitali hiyo ambapo ameshuhudia maboresho makubwa ya miundombinu pamoja na huduma zinazotolewa kwa wananchi. Akizungumza akiwa hospitalini hapo, Kihongosi amesema ameridhishwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ambapo fedha hizo zimewezesha ujenzi wa maabara ya kisasa yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 22, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa, mashine za uchunguzi pamoja na mtambo mkubwa wa kuzalisha oksijeni. Kikubwa ni kupongeze mwenyekiti wa chama mkoa na kamati ya siasa. Nyinyi ndio mmepewa dhamana na chama kuisimamia serikali hapa. Utekelezaji wa ilani kwa kweli tumeridhika nao kwa 100%. Kazi ni nzuri, huduma ni nzuri, wagonjwa tumewasikiliza, wamezungumza wakiishukuru serikali na kumshukuru Mheshimiwa Rais. Kazi hii njema tuendelee nayo kwa sababu wananchi wakipata huduma bora watakipenda chama, wataipenda serikali. Ni mradi ambao ulianzishwa mwaka 1926. Maana yake mwaka huu 2026 mradi huu unatimiza miaka 100 itakapofika mwezi wa 10. Lakini kuanzia mwaka 2023 chini ya uongozi madhubuti wa Dr. Samia Suluhu Hassan zimeletwa fedha hapa zaidi ya bilioni 38 ambazo zimetoa mchango mkubwa sana. Kwa hivyo ni maabara kubwa kuliko zote nchini katika maana ya uwekezaji wa eneo. Lakini hapa chini kuna benki ya sampuli ina jumla ya lita 47,000. Unaweza ukaona ilivyo kubwa. Kwa hivyo tunaweza kutunza sampuli kwa ajili ya tafiti na ufuatiliaji wa magonjwa kwa muda mrefu, na tumeanza kukasimia kwamba tutatunza sampuli kwa zaidi ya miaka 50. Na baada ya katibu mwenezi taifa Kenani Kihongosi kukagua miradi
na kufanya shughuli zingine za kichama. Alifika katika uwanja huu wa stendi hapa katika kata ya Sanya Juu katika wilaya hii ya Siha na kufanya mkutano mkubwa wa hadhara ambapo aliweza kusikiliza kero mbalimbali za wananchi wa maeneo haya. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la uwanja huu wa stendi hapa Sanya, Siha, mkoani Kilimanjaro, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Na mtazamaji, naibu katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia miundombinu mhandisi Rogatus Mativila ameridhishwa na miundombinu ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa stendi ya mabasi Musoma, soko la kisasa pamoja na barabara kupitia mradi wa TACTIS, miradi inayogharimu zaidi ya shilingi bilioni 19. Musa Makali anatuarifu zaidi. Akizungumza mara baada ya kukagua miradi hiyo na kushuhudia upimaji wa tofali katika maabara, mhandisi Mativila amesema ameridhishwa na ubora katika utekelezaji wa miradi hiyo, huku akiwataka wakandarasi kutekeleza kwa wakati na kwa ubora miradi waliopewa. Tunawasimamia, lakini anatakiwa ajisimamie mwenyewe, na huwa iko wazi kwenye mkataba kwamba wewe usipojisimamia, mimi nikaja nikakuta kuna kazi umeshaifanya nikaona si bora, nikaitest si bora, basi hiyo kazi itavunjwa na utavunja kwa gharama zako wewe mwenyewe mkandarasi na kurekebisha kwa gharama zako. Mstahiki meya wa manispaa ya Musoma mkoani Mara amesema awali kulikuwa na maneno kuwa mradi huo unatekelezwa chini ya kiwango. Vile nipende kumshukuru sana Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupatia miradi mikubwa ya maendeleo ndani ya halmashauri yetu. Na niseme tutamuunga mkono na hatutaweza kumwangusha katika kusimamia maendeleo ya Musoma manispaa. Huu unatekelezwa katika viwango vilivyokusudiwa. Kwa hivyo ujio wa naibu katibu mkuu kwetu umekata maneno ambayo yaliyokuwepo kwamba mradi huu unatekelezwa chini ya viwango. Ujenzi wa barabara kilomita 3.34, ujenzi wa soko la Nyasho, ujenzi wa stendi ya Bweri na ujenzi wa ofisi zinazotumika kwa ajili ya meneja wa TARURA pia, lakini pia na idara ya ujenzi kwa upande wa halmashauri. Hadi sasa mradi huu unagharimu shilingi bilioni 19.885. Hadi sasa mkandarasi ishafikia 23% ya mradi. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema vita alivyoviita vya kichokozi vya Urusi dhidi ya jirani yake Ukraine vimevuka mipaka kutokana na drone Urusi kulipiga jengo la makazi ya watu nchini Romania ambayo ni mwanachama wa umoja huo. Von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya upo pamoja na Romania na watu wake, huku akisisitiza kwamba Brussels itaendelea kuishinikiza Urusi kuachana na vita vyake dhidi ya Ukraine, huku ikiimarisha umoja wa usalama wao hasa upande wa mashariki. Romania ni nchi iliyo jirani na Ukraine ambapo mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema tayari ameshazungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Romania Oana Tou kuihakikishia mshikamano kamili wa umoja huo wa Romania, huku akisema Moscow haiwezi kuruhusiwa kukiuka usalama wa anga wa Ulaya bila kuwajibishwa. Mtazamaji, tukiangalia taarifa nyingine, serikali imekabidhi magari mawili kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO wilayani Sikonge mkoani Tabora, ikiwa ni jitihada za kuimarisha sekta ya nishati nchini, kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za umeme na kuboresha utendaji kazi kwa wananchi. Mwanahabari wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatueleza zaidi. Akizungumza wakati akikabidhi magari hayo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mkuu wa wilaya ya Sikonge Bwana Thomas Miyinga anatoa kauli ya serikali. Tutafanya usambazaji kwenye hivyo vitongoji na tayari mkandarasi yuko site, kwa mambo yatakuwa sawa muda si mrefu kwenye vitongoji 44, na wananchi wawe na imani sisi serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tutasambaza umeme kwenye vitongoji vyote kwenye wilaya hii yetu ya Sikonge. Na hivyo mimi sitegemei meneja wa TANESCO ifikia hatua aseme tumeshindwa kufika mahali fulani kwa sababu ya usafiri, kwa sababu tunayo magari mapya kabisa yamekuja hapa akiwa 0 kilomita na yanaanza leo rasmi kufanya kazi kwenye wilaya yetu kwa ajili ya kuwasogezea huduma wananchi huduma ya umeme. Kwa upande wake, meneja wa TANESCO wilaya ya Sikonge mhandisi Yahya Mbezi ameishukuru serikali kwa kuleta magari hayo, kwani yatasaidia kuongeza kasi ya utekelezaji wa majukumu ya kila siku, huku akitoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuchangamkia fursa za uwekezaji wilayani humo, akibainisha kuwa Sikonge ina upatikanaji wa umeme wa kutosha na wa uhakika unaoweza kusaidia shughuli za viwanda na biashara kukua kwa kasi. Nishati ni muhimu sana
katika maendeleo inahitajika sana katika maeneo yote, na ndio maana sasa serikali ikaona kuna haja ya kuhakikisha kwamba inawekeza zaidi kwenye upande wa nishati kwa wawekezaji wote kwa wilaya ya Sikonge, lakini pia mkoa wa Tabora na Tanzania kwa ujumla. Tunakaribisha sana wilaya ya Sikonge kuja kuwekeza. Umeme upo wa kutosha na wa uhakika. Kwa upande wao, wakazi wa wilaya ya Sikonge wamelitaka shirika hilo kuendelea kutoa huduma kwa weledi sawa na malengo ya serikali. Wito wetu TANESCO waendelee kufanya kazi kwa bidii ili watuletee huduma vizuri. Adela Moses, Channel 10. Naam, shukrani sana Adela Moses kwa taarifa hiyo. Wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akitarajiwa kuhutubia katika mkutano wa kilele wa ulinzi wa mataifa ya bara Asia unaotarajiwa kufanywa na maafisa wa ulinzi kutoka mataifa 45, China yazua mjadala baada ya maafisa wake wakuu kutokuhudhuria mkutano huo muhimu. Mkutano huo wa Shangri-La Dialogue umefunguliwa hii leo huko Singapore, ukitazamiwa kufanyika ndani ya siku 3 mfululizo ambao utajadili masuala muhimu kama mgogoro wa Taiwan na Beijing pamoja na vita vya Iran. Hii ni mara ya pili kwa waziri wa ulinzi wa China Dong Jun kutoshiriki mkutano huo, ikiwa ni wakati ambao China imetoa onyo kali kwa Marekani kwamba iwe makini kwa namna inavyoshughulikia Taiwan. Ingawa ni siku chache tu, Rais Donald Trump alifanya ziara siku 2 China akitaka nchi hiyo isaidie kushinikiza Iran kufungua njia ya bahari ya Hormuz. Na mtazamaji, na hivyo ndivyo tunaweza kupata mapumziko mafupi, tukirejea kuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi, mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus.